Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nuhu Godfrey, na kushukuru kunipa nafasi hii tena. Naomba nianze kwa kusema naitwa Mchungaji Huruma Sadik Baragula. Habari ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu wa nguvu kabisa kutoka kila kona ya Tanzania na Afrika Mashariki. Karibu tena kwenye Nuhu Online TV, mahali ambapo tunatoa elimu ya kina kuhusu teknolojia ya kisasa, fedha za kidijitali na usalama wa mitandao kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, bonyeza kitufe cha subscribe, gonga kengele ya arifa na usisahau kupenda video hii kama utapata maarifa mapya. Leo ndugu zangu na marafiki zangu wa PI Network, tunaingia kwenye somo zito sana. Na somo hili nimelileta kwa sababu ya swali moja tu kutoka kwa mfuatiliaji wetu mmoja aliyetutumia ujumbe kwenye comment. Naomba kuelekezwa namna ya kuongeza ulinzi kwenye wallet yangu, kujikinga na wadukuzi wa kimtandao. Nachimba pi mpaka nione mwisho wake utakuwaje. Swali hili limenigusa sana kwa sababu ni kweli kabisa, watu wengi wanachimba pi, wengine wanamiliki Bitcoin, Ethereum, USD, lakini hawajui kuwa wako kwenye hatari kubwa sana kama hawajaweka ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo kama unamiliki wallet yoyote ya kidijitali, hii video ni ya kwako. Leo tunaelekea kwenye video ndefu sana kwa sababu tutaeleza kwa undani. Wallet ni nini? Inafanyaje kazi? Wadukuzi wanatumiaga mbinu gani? Na nini hasa unaweza kufanya ili kujilinda? Tutatumia lugha rahisi, mifano ya kawaida ya maisha, na tutapitia hatua kwa hatua. Hii sio video ya kukurupuka. Ni darasa kamili la wallet security. Tutazungumza kwa sauti ya maumivu, lakini pia kwa sauti ya matumaini. Kwa sababu tunaamini ukijua hatua za kujikinga mapema, utaepuka machungu makubwa sana baadaye. Wallet ya kidijitali ni nini? Wallet ya kidijitali ni kama pochi yako ya benki, lakini iko kwenye simu au kompyuta. Inakuruhusu kutuma, kupokea na kuhifadhi fedha za kidijitali kama pi, Bitcoin, Ethereum, NK, lakini tofauti na benki, wallet hizi hazina mtu anayezilinda isipokuwa wewe mwenyewe. Zina vitu viwili muhimu sana. Public key, hii ndiyo address yako ya kupewa pesa. Mfano HB9D4 P3K6T5. Hii unaweza kumpa mtu yoyote bila wasiwasi. Ni sawa na namba yako ya akaunti ya benki. Private key or recovery phrase, hii ni kama funguo zako binafsi. Mtu mwingine akisikia hii, ameshapata wallet yako. Recovery phrase hutolewa kama maneno 12 hadi 24. Mfano tree lamp ocean sunset price window. Ukimpotezea mtu password ya benki, unaweza piga huduma kwa wateja ukasaidiwa. Lakini ukipoteza recovery phrase, hakuna wa kukusaidia. Hii ni mali yako binafsi. Wewe ndiye benki, wewe ndiye mlinzi, wewe ndiye mhasibu. Na ikipotea, hakuna mahali pa kukimbilia. Wallet ya kidijitali ni muunganiko wa teknolojia ya blockchain ambayo inaahidi kuwa fedha za kidijitali zitaleta mapinduzi katika dunia ya kifedha. Kwa hiyo kila anayehusika na uchimbaji wa pi au anayetaka kuwa sehemu ya mapinduzi haya, ni lazima aelewe namna ya kuhifadhi mali zake vizuri. Ndiyo maana tunasema usalama wa wallet ni uhai wa mali zako za kidijitali. Aina za wallet za kidijitali. Hot wallets. Zinatumika sana kwenye simu au kompyuta na zinahitaji interneti ili kufanya kazi. Rahisi kutumia kila siku, lakini ziko kwenye hatari kubwa ya kudukuliwa. Mfano wake ni PI Wallet, Trust Wallet, MetaMask, Binance Wallet and.k. Hizi ni sawa na kubeba pesa zako mfukoni. Unazitumia haraka, lakini ukiibiwa au ukisahau mahali, zinaweza kupotea. Cold wallets. Hizi ni wallet ambazo hazihitaji interneti. Zinahifadhiwa nje ya mtandao. Zinakuja kama vifaa vidogo, hardware wallets, au hata karatasi, paper wallets. Zinatumika sana kuhifadhi kiasi kikubwa cha sarafu kwa muda mrefu. Mfano ni Ledger Nano, Trezor. Kama una Bitcoin ya thamani ya mamilioni, usiache kwenye hot wallet. Weka kwenye cold wallet. Custodial wallets.
Hapa mtu mwingine kama kampuni au taasisi anahifadhi private keys zako kwa niaba yako. Mfano ni wallets ndani ya exchanges kama Binance, Coinbase. Faida hii, huna haja ya kukumbuka recovery phrase. Hasara hii, ukipigwa block, pesa zako zimekwama. Pia, ukiibiwa kupitia kampuni hiyo umepoteza. Non-custodial wallets. Wewe mwenyewe unadhibiti private keys zako. Hii ndiyo aina salama zaidi, lakini pia ina majukumu makubwa. Mfano Trust Wallet, MetaMask, Pi Wallet ya Mainnet. Hatari kubwa za kidukuzi unazopaswa kuziepuka. 1. Phishing links. Ujumbe unakuja WhatsApp, Telegram au barua pepe, benki au wallet yako inahitaji update. Bonyeza hapa. Ukibonyeza, umefungua mlango kwa hacker. Wadukuzi hutumia lugha ya hofu, account yako itafungwa kesho usipofanya hivi. Hii ni mbinu ya kukufanya uchanganyikiwe. 2. Tovuti bandia. Unataka kufungua Pi Wallet, unatafuta kwenye Google, unaingia kwenye tovuti ya kwanza. Kumbe sio tovuti halisi, hii ni ya tapeli. Inaonekana kama Pi Network halisi, lakini inakutega uingize recovery phrase yako. 3. Simu na SMS za udanganyifu. Wanakupigia wakidai wao ni huduma kwa wateja. Wana sauti ya upole sana, wana maneno ya kushawishi. Wanakuuliza, tunaona wallet yako ina tatizo, tafadhali tupe maneno yako 12 ya usalama ili tukusaidie. Ukitoa, wallet yako imeibiwa. 4. Malware and keyloggers. Hizi ni virusi vya mtandaoni ambavyo vinaingia kwenye simu yako au kompyuta. Vinarekodi kila unachobonyeza. Kama uliandika recovery phrase au password, vimekusanya. Wadukuzi wanapata taarifa zako zote. Unapopakua app kutoka Play Store au App Store bila kuangalia kama imetoka kwa developer halisi, unaweka maisha yako ya kifedha hatarini. 5. Screenshot za recovery phrases. Kuna watu wanachukua screenshot ya recovery phrase na kuihifadhi kwenye gallery ya simu. Simu ikipotea au kuibwa, mtu anayepata hiyo picha anapata wallet yako. Kumbuka, recovery phrase haipaswi kupigwa picha wala kuandikwa kwenye simu. 6. Wifi ya umma. Unatumia wifi ya bure kwenye hoteli, stendi au uwanja wa ndege. Unafungua wallet yako kwa haraka, kumbe hacker yuko kwenye hiyo wifi. Anaweza kudetect activity zako na kukunasa. 7. App bandia. Kwenye Play Store kuna app zinazoitwa Pi Wallet Pro, Trust Wallet 2.0, Free Airdrop Wallet. Ukizipakua zinafanana kabisa na app halisi, lakini ni za wadukuzi. Hii ni sehemu ya kwanza tu ya darasa hili. Katika sehemu inayofuata tutazungumza njia 15 za kuimarisha ulinzi wa wallet yako, mbinu za kisasa za kujilinda dhidi ya hackers, usalama mahususi kwa wachimba Pi Network, simulizi kutoka kwa waliowahi kudukuliwa. Endelea kubaki hapa kwenye Nuhu Online TV, sehemu pekee unapopata elimu nzito kwa lugha nyepesi kabisa. Bonyeza subscribe kama bado hujafanya hivyo, na share video hii kwa kila mpenda Pi na fedha za kidijitali.